Mtakubaliana na mimi huyu ndugu. Halo. Huyu ndugu kwa jinsi alivyoipiga hii sarakasi, mtakubaliana nami kwa timu kama Simba ambayo sasa hivi haina striker anaweza akacheza huyu. Bali anele ajana na wawekezaji. Anni wele mayo. Gene. Patani kolelile nayo tulaba kuzenga kanumba. Ile hali. Lelelo hafwe. Anni wele. Anafuatilia. Hapaloa. No nakawiro no mkuu wa mkoa geke. Akagwira ki? Jaga kole katutalafa. Pakalelo na safari etatu nakojaga ntolo oloja kwela ke na le safari. Kwa hiyo neno weligino nakusomisha kana kaiwe jinsi wawe yakusomisha ja. Pyeloso wale safari mashiko yao. Nani na tena jabalo kole mkuu wa mkoa na yolo makagoja. Yani na tena jago somisha ja na tena jago ya wana wale hangaika. Ndio. Wawa nakweta ngine ele para liacha. Fumula galole haha yashika gana. Mkuu wa wilaya tulikuwa tunaongea Kifaransa lakini mama anasema kila akija hajasikilizwa, anaambiwa huko safari, eneo limechukuliwa. Yeye sasa hivi watoto wake wanapata shida na wengine anasomesha, wote wanapata shida. Na uzingatie kabisa ndugu yangu huyu. Wenge lehema hiyo. Hali. Na zengi lelo hakwe. Wakwe. Na yani yowane kene wane yani wakukuisha kanzala. Ntowichilewa ni tegine. Ntowichilewa ndo mapalage. Yani sata kose ntoho. Dia hagalo. Ya ntoishida gonkuno nuigolo ali muigoli ande. Yani na kilo ale safari no shoka oni tolela simu hage Jumamosi ogoni na kwetsa ala kwe wale kero amalagito no mkuu mkoa geke wale shughuli ke mpaka lelo pia naona wane awani kinawe na wale sote cheni kwa tu baba humula gado mkuu wa wilaya, eneo limechukuliwa na diwani wa eneo husika, mtendaji wa kata, kama wapo wanaolifahamu hili eneo au mkuu wa wilaya unalifahamu? Nalifahamu mheshimiwa. Unalifahamu? Ndio mheshimiwa waziri mkuu. Hebu tuambie mmechukua hatua gani? Na eneo hili mheshimiwa waziri mkuu ni eneo ambalo liko kwenye eneo ambalo lina GN ya uwekezaji pale Ruhafe na linahusisha si tu dada yangu Mirembe pamoja na wengine wa pale maeneo hayo. Na katika kuratibu swali hili mheshimiwa waziri mkuu, halmashauri ilishatenga mipango katika eneo hilo na tukawa tumekubaliana kwamba wale wote ambao waliingia kwenye maeneo ya uwekezaji ambayo na GN ya halmashauri tuwapange vizuri, kwa sababu wao kwenye eneo ambalo liko kuna taasisi ya ASA, kampuni ya mbegu ya wakala wa mbegu wa serikali, lakini kuna wawekezaji makampuni kwa ajili ya kuzalisha mbegu. Hivyo katika uratibu huu tumelishughulikia katika ngazi karibia zote, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia sasa hivi ilikuwa chini ya mheshimiwa waziri wa ardhi ambaye naye amefika pale, mheshimiwa mawaziri wawili, na lakini pia ilikuwa na maelekezo ya baraza la mawaziri kwenye ile timu ya waheshimiwa mawaziri 8. Mheshimiwa waziri mkuu, utaratibu huu tulikuwa tunasubiri sasa maelekezo ya waziri wa ardhi kwa ajili ya kumeza swali shafika katika kutatua mgogoro huu ambao unamhusisha dada yangu Mirembe pamoja na wananchi wengine wa eneo la uwekezaji pale Ruhafe. Mheshimiwa waziri mkuu, wako wangapi? Zipo mkurugenzi, nipe takwimu zile ziko kaya ngapi? Mheshimiwa waziri mkuu, tulifanya sensa ya watu wote ambao wako katika eneo la uwekezaji lenye takriban heka zaidi ya 20,000. Kuna kaya zisizopungua 640 na tulikuwa tumezitengea mashamba ambayo tumeyapima yako 959 na tukawa tumewatengea maeneo ya makazi katika eneo ambalo liko karibu na eneo hilo
ambalo tulipima viwanja 740. Kwa hiyo tulikuwa tumeshajiandaa na tumewasilisha mpango wetu katika Wizara ya Ardhi kwa ajili ya kuhakikisha zoezi linakamilika, na waziri akasema analichukua, anaunda tume. Tume ilishakuja ikafanya kazi katika eneo husika, sasa ikawa inasubiriwa kuleta majibu ili chukua hatua linalofuata. Na maeneo haya tulikuwa tumepima kwa ajili ya maeneo ya shule na tukawa tumepima kwa ajili ya maeneo ya zahanati, lakini pia tulikuwa tumepata fedha kwa ajili ya kuchimba visima katika maeneo hayo ambayo tutakayopanga na kupeleka barabara katika eneo hilo ambalo nafikiri kuna wajumbe walikuwa wanahitaji. Naomba kuwasilisha. Jana barua imeshatoka ya napata taarifa hapa kwamba kwa kamishna wa ardhi kwamba barua imekuja. Nafikiri tutaipata, itaenda kwa mkuu wa mkoa, tutalishughulikia. Asante sana. Sasa kwa nini mmekaa nayo kamishna mpaka ziara? Mheshimiwa, Watu wana maeneo ya kulima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili nimelifuatilia leo, barua imeandikwa jana. Kwa hiyo ndio wakasema kwamba mpaka kesho tutakuwa tumeipata. Si ndio nakwambia mpaka ziara? Walikuwa wanafanya mchakato wa ile jana, wameandika jana, mmepata leo. Mmejua hawa watu kaya zaidi ya 600 watakuja hapa. Sasa mmesubiri mpaka waje. Lakini tunakushukuru angalau umehangaika, pamoja na kwamba umeona ziara inakuja. Tunataka hii iwe tabia ya kila siku, yani watu kufuatilia mambo ya watu hivi. Kwa wilaya nakushukuru sana, uko informed na mambo ambayo yanatokea kwa wananchi wako. Asante sana mheshimiwa. Na nakushukuru kwamba una taarifa mpaka ya shamba la mamangu anayeongea Kisukuma. Yani neo na mani resiza egesen ule mnonangwe na de mno mirembe tuimande na mirembe gese mnonangu ngweno yo ro ali zo ale wana wane ya halolo aliho dugo yana to ho baboli nekalan to hom no yani to ho yana riru yawa nikini nale mchare la wana wane nale banda oye Anto kololo sogana mwacheni mamangu huyo, ndugu yangu wewe. Fumula kama hayo tuishi dayana ya tamara gani. Sasa bwana, muelezee barua imeshakuja. Commissioner, lini mnaenda kuwakabidhi? Kafumula kama hayo. Mheshimiwa Waziri, barua hiyo imetumwa kwa mkuu wa mkoa, kwa hiyo sijaisoma. Kwa hiyo tukiipata hayo maelekezo ndio tutaenda kuyafanyia kazi mara moja. Sasa hebu mwambie basi mama, kaa na mama pembeni, mwambie barua imeshakuja, wataenda kukabidhiwa. Na bahati nzuri mama alisema ama apewe fidia ama arejeshewe shamba ama apewe fidia. Mayo fumulaga ya ndo ya wagugu shamba lingi utalimile goli yake utalimile ho. Haya, fumula galolo doho uluntaje kalamu na dogo andika obante golo no kutaje kalam doho amegi ke impatione ya shala yane nane ya go samishe jawana wane ni gwalolo gafumula ga gongune barua ya shigaga dogo yeta utaratibu nento ndororo. Haya, katibu muone dadangu bwana hapa, mpe hata kidogo akalishe watoto. Dia garura buku inanu lwado upande kenuro mawere. Ulegale mandoe shida rolo. Katibu yuko wapi? Muone. Nyage idatu. Wagugu ine shamba lingi.
liagakula Njelulu. Mkuu wa wilaya ongea naye. Sere yaha aliho. Ati sere yaha. Usangali ndo. Pie wose ilelo wale na ha. Aya. Kaa pembeni mweleweshe kwamba shamba anaenda kupewa na katibu ngoja mpe kilo 2-3. Haya, kwa hiyo na wale wengine wote mama ameshawasemea, barua imeshakuja. Mkuu wa mkoa leo jioni kishaipata hiyo barua, na mimi nataka niione ili watu hawa wapewe maeneo yao ya kufidiwa eneo ambalo lilichukuliwa.